tunayokusanya hayana faida. Wenzetu waliacha wakaambatana na Mtume salama, wakaupigania Uislamu ukanifikia mimi na wewe. Kwa hiyo tuache na sisi athari katika Uislamu, tuache athari katika Uislamu. Udhamini wa hali ya juu. Kwa hiyo masala ya dini ni sisi tuyape nguvu, tuhakikishe tumeacha athari nzito hapa mahala tulipo. Athari zitapatikana kwa sisi kujitolea nguvu zetu na mali zetu, kushirikiana mkono kwa mkono, kila mtu afanye atakaloweza kuhakikisha kwamba jamii yetu imesimama imara. Huko nyuma tulikuwa tukipita kila mahala, tunakwenda pahala kufanya vikao, tunaambiwa huko wangapi hivi mnajifahamu, lakini subhanallah hiki kijisehemu ambacho tumekipata alhamdulillah ni nuru. Wenzetu wanakihitaji Adelaide, Pefu na kwingineko, hawana hiki kijisehemu ambacho tumekiona ni kidogo. Apate tu visa ya kusoma hapa, anatoa pesa na mapesa, na wengine ni matajiri huko majumbani, lakini sisi tumeshaangukiwa na fursa dhahabia hii, alafu tuje tuipuuzie. Fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Dini inasema waulizeni wanaojua ikiwa ninyi hamjui. Fatwa na ulama isiwe kila mtu. أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالات. الحمد لله رب العالمين، ثم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, sala na salamu zimwendee mtume wetu Muhammad sallam, ni kwamba katika dakika zetu hizi chache za hutuba ya Ijumaa tumeandaa mada ambayo inayosema, ametuandalia, tumetoa katika mlango huu, unaweza kutafuta katika babul ilmu qabla alqawli wal amali. Mlango unaosema elimu kwanza kabla ya kutamka na vile vile na matendo. Imam Bukhari ala mrehemu ametuletea vitu adhimu, vitu vitamu sana katika mlango huu, na ni mlango mpana sana, hatuwezi tukaugusia wote. Tutachukua tu machache katika kutumbukiza kwenye hotuba yetu hii ya Ijumaa. Kwa hiyo kwa kuanza nasema kwamba fabada bil ilmi, anasema kwamba akaanza ilmu. Ina maana kwamba alianza kutanguliza ilmu, na katika kutanguliza ilmu akaitolea ufafanuzi Imam Bukhari, akasema kwamba wa anna ulama, asema kwamba wa anna ulama, hakika wa ulama, hawa maulama watu ambao wana ilmu ya dini, hum warathatul anbiya, wao ndio kwa kuwa hawapo, tunao watu ambao labda akitokea matatizo, maulama waliobobea kabisa, wamemeza vitabu, wako hapa. Ndio maana hapa alitanguliza Imam Bukhari akasema hum warathatul anbiya, wao ni warithi wa nani? Wa mitume. Warathul ilma, wanarithi kitu kinachoitwa sio kurithi mali au kinginecho, lakini wao wamerithi ilmu. Asema kwamba man akhadhahu akhadha bihadhin wafid, yeyote atakayechukua ilmu ile huu, dhamiri ya huu inarudi kwenye ilmu, atachukua fungu amechukua fungu lenye kujitosheleza. Ukichukua ilmu, man akhadhahu akhadha bihadhin wafir, ukiwa na ilmu ya dini, anaeleza hapa, anasema kwamba utakuwa na fungu ambalo limejitosheleza. Kwa hiyo tulipe sala sana ili kipaumbele kama tutakavyoona huko. Anaendelea kusema kwamba wa man salaka tariqan,
na mwenye kupita njia, yatlubu bihi ilman, na katika njia hiyo anatafuta ilmu, sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamfanyia wepesi sana katika njia ya kwenda peponi. Zama matunda ya kutafuta ilmu. Ukitafuta ilmu, subhanallah, tulifika Madina, baadhi ya wanafunzi tunazungumza nao kuhusu suala la ilmu, wanatuambia kwamba hapa kuna baadhi ya wanafunzi katika hao ndugu zetu wa Saudia, ni wanafunzi kweli, wanampeleka shuleni, hataki mwenyewe, anakwenda tu kwa kulazimishwa. Inafikia wakati wa ikhtibari au wakati wa mtihani, wanampa karatasi ya yeye kufanya mtihani, ile karatasi amepiga X ya jazi vitu vinavyohitajika, anaacha ametupa. Sasa madhara yake ni nini? Kwanza madhara yake inapokuwa kuna wakati watu mmekaa kwa pamoja na nini, bwana waswalishe watu. Sasa hivi kuna tabia, subhanallah, inaweza watu wako msikitini, watu hawaangalii nani ambaye yuko mbele, wale wanaokuja nyuma, anakuja na kugusa mwingine tena anakuja na kugusa wanaashiria kwamba wanaunga sala ya jamaa pale wewe ulipo. Sasa kuna mtu alimgusa huko Dar es Salaam, walimgusa wakati wanamgusa alikuwa ndo amesilimu simu ya mambo ya dini, haelewi, yanageuka, wanamgusa yeye anageuka. Allahu akbar, anaona zake atoe sauti, wa nyuma anaona anakuwa anasema Allahu akbar, sami Allahu liman hamida, kujibuni kwenda chini, anaona watu ni wengi nyuma yake, akakaa pembeni kwanza, anashindwa kuelewa kwa sababu kila kitu kinahitaji ilmu. Sasa na wale watu inakuwa kama ni hivyo, ni lazima ujue kwamba ni mtu gani ambaye unamfuata. Sisi tumeshakwenda kawaida kuunga jamaa, inafika mpaka unasiku mtamfuata mtu ambaye akili zake haziko sawa sawa, au mtu hatakiwi, kwa kuwa ni masala ambayo yamesisitizwa sana. Sasa inakuwa ni kituko, watu wanasimama, wengine imamu haieleweki wanafanya kitu gani. Kwa hiyo hiki kitu cha kutafuta ilmu, kama tunavyoambiwa kwamba kuna uzito sana. Ukitafuta ilmu katika dini yako, basi ukishindwa alau uweze ya vile vitu ambavyo ni muhimu kwako, usiwe shekhe mkubwa, uweze kusali, fanya mambo madogo madogo, ni lazima kwa kila Muislamu. Anasema kwamba waqala jalla dhikruhu, na anasema Mwenyezi Mungu ambaye aliyetukuka katika utaji wake, anasema kwamba innama yakhsha Allah min ibadihi alulama, hakika wenye kuogopa Mwenyezi Mungu katika waja wake ni wale maulama. Hapa kuna mazingatio katika hii aya. Tumekaa humu tuko kibao, tunasubiria kusali salatu aljuma, anaweza akaja polisi tu hapa akagonga. Kule kugonga tu hakuna atakayemsikiliza, kila mtu ataangalia kule kwenye mlango, akiwaona sasa ni wale wanayo zile radio zinaanza kuzungumza, basi kuna wengine watataka kupita njia hii, wengine hivi. Kwa sababu gani? Wanajua kazi ya wale mapolisi. Wale mapolisi anajua huyu bwana akinikamata atanipeleka huko, nitaanza kulambana na mbwa, nitaanza kusachiwa. Anamuogopa kwa sababu anajua umuhimu au kazi anayofanya polisi. Sasa kama watu leo hawamuogopi sana Mwenyezi Mungu kwa sababu hawajui uzito au ukubwa na nguvu, kudra za Mwenyezi Mungu ni vipi, ndio maana watu hawamuogopi. Sasa hapa tunaomba inama yakhsha Allah min ibadihi alulama, hakika wanaomuogopa, wanaomcha Mwenyezi Mungu katika waja wake ni maulama. Hii aya utaipata katika sura Fatir aya 28. Waqala, amesema tena Mwenyezi Mungu aliyetakasika kwamba wama yaqiluha illa alalimun, asema kwamba hawayajui haya isipokuwa ni wale wajuzi. Wama yaqiluha illa alalimun, hawayajui haya isipokuwa ni wale wajuzi. Haya yaliyotajwa yote hapa yana umuhimu mkubwa sana. Kwa hiyo tunaona kwamba katika mlango huu unatutaka sana sisi tukisogelea ilmu sana sana sana. Hii ni aya 43 katika sura Al-Ankabut. Aya nyingine Mwenyezi Mungu anasema waqalu law kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabi sa'ir. Kuna watu wengine watakuwa wameshaingia motoni kutokana na madhambi, Allah tukinge kutokana na kutokuwa na elimu na mambo ambayo wameyafanya.
alafu watajilaumu baada kuwa wanachomeka motoni. Watasema waqalu law kunna, laiti sisi tungekuwa nasma'u, ni wenye kusikia, au naqilu, au tungelikuwa na akili tukazitumia ipasavyo, ma kunna fi ashabi sa'ir, tusingekuwa watu wa motoni kamwe. Kuna pahala tulipokuwa tumekaa, tupo katika kesi huko kwa shekhe wetu alamuhifadhi Imam P. Katika walioana hata mmoja, tunakwenda ile muda wa kutia udhu, tunataka kusali, kuna uzito kwake. Udhu ile kutawaza mwanzo mwisho, kuna uzito. Sasa hii ni hali ambayo tunatakiwa Waislamu tupambane. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu anasema kwamba waqala ta'ala, na anasema Mwenyezi Mungu kwamba hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, je, wanalingana wajuzi na wasiokuwa wajuzi? Wale watu ambao wana ujuzi wanafahamu wanalingana na wasiofahamu? Haiwezekani. Wale wajuzi watafanya ipasavyo. Tizama leo kila mtu, kuna wakati mtu labda anataka kuomba kazi, ule wakati anaomba kazi anakuwa anaandika ile resume yake kwa utaratibu mzuri sana, alafu anatafuta kuna kitu kanaitwa cover letter, kama neno matamu ili kamvutie boss, anatumbukiza mure. Ndio kazi hiyo. Sasa unaonaje kama sala yako, elimu yako, ibada yako utatengeneza? Ni aibu ufiwe na mzazi wako, alafu unakaa pale kwenye sala hujui nini cha kumuombea. Utamuombea Kiswahili mzazi wako pale kwenye sala? Utamuombea Kiswahili? Wazazi wako wametangulia, kila wakati ukisali umetia kichwa chini katika kusujudu. Wallahi waombe dua, usiache hicho kitu, usiache. Mtume sallallahu alaihi wasallam akimuuliza maswahaba, wanamwambia kwamba ya Rasulullah, wazazi wangu wakiwa wamekufa, niwasomee dua gani? Hiyo rabbi rahamhuma kama rabbayani saghira. Waombe wazazi. Kwa hiyo elimu inahitajika, kwa sababu unakuwa na uhakika na yale ambayo unayapeleka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba yanafika, kwa sababu unakuwa hauendi kulipua bomu, una uhakika. Hii ni katika sura Zumar aya 9 ambayo Mwenyezi Mungu anasema hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, je, wanalingana wale wanaojua na wale wasiojua? Hawalingani. Wale ambao wanajua wanakuwa akifanya ibada yake anakuwa na utulivu na khushu. Imamu akichelewa anajua kwamba alikuwa anasoma hivi, imamu akilia anajua alikuwa analia nini. Lakini wakati imamu analia alikuwa na act, hauelewi ni kitu gani ambacho alichokuwa anafanya imamu, kwa sababu haufahamu yale ambayo anayosoma au ambayo anayafikisha pale. Na ndio maana katika hadithi imekuja hapa, anasema waqala nabii sallallahu alaihi wasallam, anasema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, sala na salamu ziwe juu yake, kwamba man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din, yeyote ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamtakia kheri, anamuwafikisha katika dini. Kwa sababu unaweza labda ukasoma mashallah, baada ya kuwa umesoma labda umefanikiwa kumaliza uni, umepata kazi, umefanya nini, lakini siku pumzi itafunga, vile vyeti vyako vyote atakuwa anachezea watoto au vinatupwa kwenye dini, huwezi kwenda navyo kule. Na ndio maana unatakiwa kweli, katika Uislamu tumelazimishwa sana mtu azijue elimu zote mbili. Sasa nasema huyu bwana sasa elimu ya secular ameipiga vita. Tusome, tunahitaji madaktari. Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwakamata watu vitani, wale watu walikuwa wanafahamu lugha ya Kikurdi, lugha yoyote, anawaamrisha wale wafundishe wale watoto pale, ili kisha na kesho kutaweza kuandika barua wapeleke wafanye nini. Tusome, tunahitaji manesi wa Islamu, madaktari wa Islamu. Ukifika kama ni daktari Muislamu, umeingia katika ofisi yake, ule wakati unaingia kwenye ofisi yake, wallahi kama ni mwanamama atakuonea aibu, atatizama ni njia gani ili asivue nidhamu yako. Lakini baadhi ya hawa ndugu zetu hawajali, wanavua heshima za wake zetu. Na kama ni mwanamume vile vile utakutana na wanawake utakuvulia heshima. Wewe mwenyewe utaingia hospitali, utatoka utaona kabisa hapa sasa tunahitaji wako ndugu zetu ambao kidogo
alikuwa amepinga ila kusema kwamba watu wasisome ilmu ya dini hizi za secular, wasome dini tu. Naona hizi nchi inshallah tutaona katika hadithi zilizokuja hapa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuhimiza kwa ajili ya umuhimu wa dini. Na akamwambia akasema wa innama ilmu bitaallumi, na hakika ilmu ni kujifunza. Kwa hiyo kule kujifunza kuna maneno hapa ambayo yamekuja Abu Dhari pamoja na Ibn Abbas. Abu Dhari anasema kwamba yeyote yule ambaye kwamba mimi laiti ningekuwa najua neno lolote nililosikia kutoka kwa mtume wa Mwenyezi Mungu, hilo neno ningefanyaje? Ningehakikisha limekufikieni. Kwa hiyo na maneno ya Ibn Abbas, nadhani hii kauli ndio tutakuja kuanza nayo katika hotuba yetu ya pili. Tutakuja kuanza na hii kauli katika kuangalia ni namna gani ulama umetufafanulia na lipi tunalotakiwa kufanya, kwa sababu sisi tutakuwa na dhima kubwa kama tutakapoona katika hotuba ya pili, namna ambavyo tunakuja labda Kiingereza hatujui, mashallah kwa muda mchache tunakijua kwa ajili ya kazi na nini. Inshallah wacha tuishie hapa hotuba yetu ya kwanza. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Tumombe Mwenyezi Mungu msamaha kutokana na yale ambayo tunayatenda usiku na mchana. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Naam, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, sala na salamu zimwendee mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asema kwamba waqala Ibn Abbas, asema Ibn Abbas, kunu rabbaniyin, asema kuweni walezi. Katika maelezo kuja hapa katika wale ulama ambao wana ilmu ndogo, wao walezi wa kuwalea watu mpaka watakapokuwa na ilmu kubwa. Kuna maelezo mengi lakini hatuwezi tukayachukua yote kutokana na muda wetu namna ambavyo unavosogea. Kwa hiyo tuzilete sasa baadhi ya hadithi chache hapa ambazo bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliacha anatutabiria hadithi hizo. Kuna hadithi takriban nimekusanyeni hapa. Hizi hadithi tutaanza na hadithi nasema an Anas an Nabii sallallahu alaihi wasallam qala, kutoka kwa Anas amepokea kutoka kwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu juu yake, anasema kwamba yasiru wala tuasiru, asema kwamba wafanyeni watu wepesi wala msiwafanyie watu mzito katika ile kukazia sana katika dini. Na ndio maana kuna baadhi ya ndugu zetu walichachamaa miezi iliyopita, tulikuwa na debate nzito, wakasema kabisa vijana wetu wa Kiislamu wasiende uni, na baadhi yao kabisa walikuwa na msimamo huo, na ambao walikuwa wameshapiga hatua nzuri walikuwa na msimamo huo. Akasema sisi hatutaki sasa tena kwenda habari za uni, sisi tufanye kazi, tufanye mambo mengine. Lakini Uislamu unasema kwamba yasiru wala tuasiru, wafanyeni watu wepesi msiwafanyie uzito. Sasa watu wasiende yule, hatuhitaji madaktari, lakini kuna kitu ambacho walikuwa wanakusudia, ndio walishindwa kukibainisha. Kitu ambacho walikuwa wanakusudia kwamba labda tunawasome baadhi yetu hapa wengi tu ambao wamekwenda uni wanafahamu, unapokuwa unakwenda uni kusoma kuna deni ambalo unalimbikiziwa lile kubwa. Sasa lile kubwa utakapokuwa umepata kazi ni lazima utaendelea kulilipa. Walikuwa wanalalamika, mbona tunaona kuna riba? Sasa ile riba kaambia si wako wengine ambao wanasoma au anasoma anaendelea anafanya kazi analipia taratibu, hakuna shida. Lakini usimwambie mtu kwamba asiende kusoma uni. Hapana, tunahitaji sisi watu kwenda kusoma uni waje kusaidia jamii yetu. Jamii inahitaji vitengo tofauti.
Kwa hiyo kama tutapata wasomi watatusaidia, na ukimkuta ndugu yako labda yuko center nchi, ukimkuta yuko anafanya kazi kwenye ofisi hizo za Mareli State au ofisi nyingine au pahala popote pale, anakuwa na imani kubwa sana na wewe kuona kwamba huyu ni ndugu yangu. Kwa hiyo tusiwakatazi watoto zetu. Ndio maana tuliambiwa na Mtume SAW kwamba wabashiru, kwamba wabashirie, unawaambia japo na habari za pepo, usiwapige sana mabomu, uwaonyeshe pepo iko namna gani ya Firdausi, neema zinazopatikana ndani yake, kuna hivi na hivi, watu wanapata ile bishara, na kwamba nikifanya ibada hii malipo hii. Anasisitiza sana katika hadithi hii, asema kwamba wabashirieni watu wala tunafiru, wala msiwafukuze. Unaweza kufanya jambo katika dini, ule utaratibu wako wa kulifikisha lile suala ikawa ni sababu ya kuwafukuza watu. Bwana, mbona watu hawaji? Kumbe ni wewe ndio chanzo. Watu mbona hivi? Kumbe ni wewe ndio chanzo. Mbona watu wamebadilika? Kumbe ni wewe ndio chanzo. Sasa madai na sisi tumepigwa hapa. Ndio maana nawaambia ataamuruna nasa bilbir, mnawaamrisha watu kufanya matendo mema, watansauna anfusakum, na nini mnazisahau nafsi zenu. Afala taaqilun, je mna akili timamu? Hiyo Qur'ani inasema lazima tutizame usuluku huu aliyekuwa nao Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisitiza katika suala la kutafuta ilmu ya dini. Ndio ukiwa shekhe sawa, katika mambo mengine madogo madogo sawa, lakini tusiwazuie watoto zetu kusoma. Hapa tulipo tumepata fursa nzuri sana, fursa adhimu ambayo kwamba tunatakiwa tuitumie. Kuna watu wanatoka huko majumbani kwetu wanakuja kuomba hii visa, apate tu visa ya kusoma hapa, anatoa mapesa na mapesa, na wengine ni matajiri huko majumbani. Lakini sisi tumeshaangukiwa na fursa dhahabia hii, alafu tuje tuipuuzie. Fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Dini inasema waulizeni wanaojua ikiwa ninyi hamjui. Fatwa na ulama isiwe kila mtu. Mtume SAW anaendelea kusema kwamba katika hadithi imerejea vile vile, Imam Bukhari amerejesha hapa, hakuna maelezo yamekuja kwamba wama yuridillahu bihi khaira yufaqihu fi din. Mwenyezi Mungu anapompenda mtu anamwafikisha katika dini. Dini anafahamu, elimu anakuwa anajituma. Wa innama, anasema kwamba hakika ana qasimu, anasema kwamba si vinginevyo mimi ni mgawaji, wallahu yu'ti, na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kutoa. Allah anatoa na yeye ni mgawaji. Hadithi inasema kusema kwamba walan tazala hadhihi al-ummatu qa'imatan, au tokuwa umma huu wenye kusimama kusimama ala amri llahi, ila kwa ajili ya amri ya Mwenyezi Mungu. Ukifanya kazi ya dawa, usipofanya kazi ya dawa, usifikiri kwamba ile dawa yako ndiyo itakaowabadilisha watu. Amri ya Mwenyezi Mungu, amri ya Mwenyezi Mungu. Na ndio maana tunatakiwa ni vizuri tukumbukane ndugu zetu kwa dua. Unaona bwana, katika jamii yetu tunahitaji baadhi ya vitu. Tunataka tuwe na msikiti, tunataka tuwe nini, tuombeane dua, alafu tusamee yale ambayo yaliyopita, tujenge mustakabali. Tuhakikishe kwamba miaka ijayo kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu, kila mtu amejitahidi kadri yawezavyo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tumeshakuwa na sisi na sehemu yetu, tumeshayafanya mambo makubwa. Kesho na kesho kubwa na kesho kutwa afwa tunakwenda sisi. Tunaweza ikatokea labda amefariki, lakini tumeacha athari katika dini. Na ndio anasema kwamba umma hautosimama isipokuwa kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Yeyote atakayetaka kufikisha dini na afikishe, atakayeacha na aache, lakini kwa amri ya Mwenyezi Mungu nguvu zitarejea. Anasema kwamba la yadurruhum, hawatodhuru wao, kuwadhuru watu ambao hawatodhuru wao, hawatodhuru umma huu. Anasema man khalafahum. Hapa man khalafahum, wale watakaorejea nyuma hawawezi wakadhuru chochote. Hii dini ya Mwenyezi Mungu namna ilivyokuja, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio anavyoiendesha. Watu wakija wengi, wakija wachache, anatizama, kunakuwa na sababu.
maswahaba walienda kupigana vita vya Uhud, walikuwa ni wengi sana, na ule wingi wao wote walipigwa mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam hilo lilikatika, na ndio watu wanajua Mtume Mwenyezi Mungu alikufa na wingi wao wote. Lakini ule wakati wa kwanza vita Suratul Anfal, idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum, kumbukeni mlipomuomba Mwenyezi Mungu akajibu dua yenu. Inni witukum bi alfi min almalaikati murtifin, alileta malaika 1000 kuja kusaidia. Kwa hiyo hii dini ya Mwenyezi Mungu Allah mwenyewe ndiye atakayeipeleka. Walileta nusra, na baadaye maswahaba wakaona kweli Allah ametusaidia. Alipata msaada mkubwa kupitia malaika maswahaba. Kwa hiyo na sisi tuangalie kwamba kila mtu ambaye ataweza kuchangia, kila mtu anaona kuchangia katika jamii. Kuna neno ndio na zungumza hapa Sheikh Abdul Hamid akasema kwamba katika jamii yetu tuwe kana kwamba mti akienda pahala ananyonya yale maua, baada ya kunyonya yale maua anakuja anatengeneza asali na kuwa ni manufaa kwa umma. Tusio kama nzi anakwenda ni kuchezea madonda, kuvuta usaha, kuongeza maradhi katika jamii. Tusiwe hivyo. Anataka kusema kwamba hata yatia amrullah, mpaka itakapokuja amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo hii hadithi amepokea Imam Bukhari, imerejea kwenye 3116, ikarejea 3712 na 6060, na kwa Imam Muslim ni 2369. Anaendelea kusema kwamba hadithi nyingine ambayo imetujia hapa, kuna hadithi ya tatu ambayo imetujia hapa. Hasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitabiri sana. Kitu ambacho alichokuwa akitabiri ni kutokana na mengi ambayo subhanallah tunakwenda tunayaona kama yanavyokwenda yanajitokeza katika jamii. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anatabiri jambo, wakati amelitabiri, amezungumza, na hilo suala linakuja linatokea. Kuna mtu ambaye alimuudhi sana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika da'wa zake. Kila akitoa da'wa Mtume sallallahu alaihi wasallam anaudhika. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema rabbana lamina, huyu mtu msalitishe na simba. Walienda porini, baada ya kuwa wamefika porini, wako safarini, wakasikia mgurumo wa simba. Wao wakasema tayari yule bwana akipiga dua ni lazima inakubaliwa, tunafanyaje? Subhanallah, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiomba, walikuwa wameshajua wale wa Quraishi, wakasema tumfunike huyu. Walimfunika, wakamtia yule mtu katikati, alimradi simba asimfikia. Alikuja akapiga misele mbele yao pale, mmoja baada ya mwingine alitoka, wakamchukua yule mlengo wakaondoka nayo. Na kila atakayepiga vita Uislamu, atakayekuwa ni sababu ya kusambaratisha Waislamu na kuleta manabala, wallahi mtashuhudia kifo ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakayemuua. Mtakiona tu kifo chake kitakuwa ni cha udhalili wa hali ya juu. Kwa hiyo masala ya dini ni sisi tuwape nguvu, tuhakikishe tumeacha athari nzito hapa mahala tulipo. Athari zitapatikana kwa sisi kujitolea nguvu zetu na mali zetu, tushirikiane mkono kwa mkono, kila mtu afanye atakaloweza kuhakikisha kwamba jamii yetu imesimama imara. Huko nyuma tulikuwa tukipita kila mahala, tunakwenda pahala kufanya vikao, tunaambiwa uko wangapi hivi, mnajifahamu? Lakini subhanallah, hiki kijisehemu ambacho tumekipata alhamdulillah ni nuru. Wenzetu wanakihitaji atulaite pefu na kwingineko, hawana hiki kijisehemu ambacho tumekiona ni kidogo. Huko tulikokwenda kote wanakionea wivu, wanasema Allahu Akbar, wenzetu wameshapiga hatua. Hii ni hatua kubwa sana tumepiga. Kwa hiyo hadithi inasema kwamba Anas qala, kutoka Anas amesema kwamba, hii hadithi amepokea Anas. Afwan, ngoja niilete yote kama ilivyokuja hapa. Anasema kwamba amepokea kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba anatabiri Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna min ashrati saa, hakika miongoni mwa dalili za kiyama, ayurfa al-ilmu, ni kutoweka kwa ilmu ya dini. Ilmu itatoweka kabisa. Asema kwamba wayathbuta al-jahlu, ujinga utakuwa umekithiri sana.
Anaendelea kusema kwamba wa yushrab al-khamru, watu watakunywa sana pombe. Wa yudhhara zina, na zina itakuwa ni kutawala. Haya ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii hadithi pia katika Sahih Bukhari, amepokea kwa Imam Bukhari 181, ameleta 5231. Kwa Imam Muslim ameleta 6726, kutuashiria kwamba kuna vitu ambavyo tukivifanya vinakuja. Kwa hiyo ni suala la ilmu, tulilinde sana. Sisi tutakuwa na dhima kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu kila anayetoka Afrika, kila anayekuja hapa, wallahi Kiingereza ni mgogoro. Tulifika hapa hata kusema how are you atujue ingine how are you, I am fine, ndio kilikuwa Kiingereza hicho. Lakini subhanallah, kila mtu alijitahidi, alipambana. Kumbe nikijua Kiingereza nitapata kazi, kumbe nikijua Kiingereza ndio kila kitu. Watu wameambatana, mashaallah. Sasa hivi asilimia kubwa, mpaka baadhi ya nyumba Kiswahili wanasahau, tena ni Kiingereza. Kwa ajili gani? Wanapata kazi. Kwa hiyo sasa zile kazi, kumbe sababu ni Kiingereza. Kwa hiyo tutakuwa na dhima mbele ya Mwenyezi Mungu. Nini utakachomjibu? Ni pazito hapo. Ulikuja ujui Kiingereza, umejua, ila kuaje ibada ya sala huwezi, kumsalia maiti huwezi, mambo muhimu ambayo yanahusika. Acha yale ya mashehe maulama, tutawauliza wao. Yale madogo madogo yanakuhusu wewe, ndio tunayopambana hapo, zijua nguzo za sala, kufanya ibada ambazo Allah ameamrisha kiufasaha, maneno yanatamkwaje, hayo ndio tunayokazia hayo. Asema kwamba Mtume SAW katika hadithi hii anasema kwamba yaqul min ashrati saa, anasema kwamba tena katika alama kubwa nyingine za kiyama, alama za kiyama, asema kwamba ayaqila al-ilmu, kwamba kupungua kwa ilmu. Ina maana kupungua kwa ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa anakwenda anawaua sasa wale wanazuoni, maulama watakwenda wanauawa kweli kweli, huyu anakufa, huyu hivi, asafu wa yudhhara al-jahlu, ujinga utadhihiri sana. Baada ya ujinga kuwa umedhihiri ujinga, basi hapo sasa itakuwa ni mambo mazito. Na endelea kusema kwamba wayudhhara zina, na zina vile itadhihiri kweli, itakuwa kila pahala, yani ukipita ni mambo machafu hayo. Anaendelea kusema kwamba watakthura nisa'u, kwamba wataongezeka sasa wanawake, watakuwa ni wengi kuliko wanaume. Tunaona balamba leo tukuta baadhi ya wanaume sasa hivi wanageuza mpaka sehemu zao za siri, wanajigeuza kuwa wanawake. Ili ni balaa zito. Idadi hii, baadhi ya wanaume wanauawa vitani, wanaume watakuwa ni wachache sana. Asema kwamba wayaqila rijalu, na waqila rijalu, kwamba hii kupungua kwa wanaume itafikia kiwango kwamba hata yakuna li 50 mraatan, itafikia mpaka wanawake 50. Alqayyim alwahid, wanawake 50 wakisimama, mwanamume mmoja ndio anaongezeka, wanawake 50. Haya ni maneno matukufu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa itakuwaje wewe wanawake 50 mwanamume mmoja? Ni shida sana. Hizi ni miongoni mwa dalili za kiyama. Mtume sallallahu alaihi wasallam amefasiri hizi, na hizi hadithi zote utazipata kwenye hii mada ambayo tunazungumzia, ilmu kabla ya matendo na maneno, au kabla ya maneno na matendo, utaipata. Na hii hadithi ni akhrajahu al-Bukhari, amepokea Imam Bukhari, ni hadithi ya 80, kwa Imam Tirmidhi 6727. Kwa hiyo hadithi ya mwisho katika kuweza kukamilisha hotuba yetu itakuwa inazungumzia hapa kulenga hizi habari za kutoweka ilmu. Kwa hiyo tunaona kwamba tuna jukumu, Waislamu tutakuwa na dhima, tuna jukumu kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kuhakikisha kwamba kila mmoja wetu japo mambo madogo madogo anayaweza, kama tulivyoweza kuingia kwenye makozi tukafanya baadhi ya mambo kibao, na vile vile tuingie katika kujua baadhi ya mambo muhimu katika dini yetu. Asema kwamba hii hadithi
Amepokea Abi Huraira anasema kwamba Ali Nabii sallallahu alaihi wasallam qala, anasema mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam juu yake kwamba yukbadul ilmu, itachukuliwa ilmu kama tulivyoeleza huko nyuma kwa kufa wanazuoni, wa yadhharu aljahlu, na vile vile ujinga utadhihiri, wal fitan, na fitna itakuwa ni kubwa sana. Mnaona namna ambavyo Waislamu tunafanyiana fitna, kila tunapotaka kutengeneza mambo ya kheri ya nini, fitna zinaingia. Ndio hizi zilizokuwa natabiri Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kwamba wayakthurul jahl wayakthurul harju, hiyo wayakthurul harju. Masahaba walimgeukia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yatazidi aljahl. Nini hii alharj? Walharju ni nini? Wakamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawakufahamu. Kila pakasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema imesemekana kwamba ya Rasulullah, wanasema kumwambia yeye mjumbe wa Mwenyezi Mungu, wanaambia kwamba wa mal harju ni nini? Maana hii harju nini? Atuelewi. Faqala hakadha, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaonyesha hivi, hakadha biyadihi, faharrafaha, kwa kukunja mkono wake, anasema kaannahu yuridu alqatla, kana kwamba amekunja mkono kama kwamba mtu anataka kuua au anataka kupigana. Ndio ile neno alikuwa amefasiri, kana kwamba ni mauaji. Mauaji kuzidi pia ni miongoni mwa ashafi saa. Kwa hiyo tumeona kwamba hili neno lilikuwa linarejea la kupungua ilmu katika hadithi nyingi sana. Kwa hiyo faida ambayo tuliyoipata hapa kubwa kwamba tusiacha, na hii hadithi ni vile vile imepokea Imam Bukhari 6337 imerejea sana, zipo nyingi, na tutakuwa hii ndio hadithi yetu ya kukamilisha hotuba, lakini kumalizia kwamba ujumbe ambao tunaoondoka nao leo ni kujua kwamba kila mmoja wetu ahakikishe ule wakati anatuma maombi yake, wakati anazungumza na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yale ambayo anayoyafanya ni sahihi. Maswahaba waliposikia Uislamu, kuna sahaba mmoja ambaye alikuwa akiitwa Mus'ab ibn Umayr. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtuma Madina, huyu akaenda akafanya kampeni kabla hajafika kule, lakini aliuawa vita vya Badri. Kwa walikuwa ni matajiri, hata nguo ambayo anavaa katika mwili wake, akivua tu zile nguo, ile perfume ya yale maji ambayo anataka kumwaga, watu wengine wanapitisha pale wapate perfume. Walikuwa wanapaka perfume kali, walikuwa ni matajiri. Baada ya kusilimu, ndugu zake wakakata kila kitu, hakurejea nyumba, nibaki na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akahakikisha maisha yake ameacha mambo ya utajiri, amekuja kupigania Uislamu. Wallahi siku alivyokufa pale Uhud, ukienda utaambiwa story hizi, mpaka wakati wanamzika walikosa sanda, wakichukua ile sanda wakifunika kichwa, miguu inabaki wazi, miguu kibaki wazi, kichwa kinabaki wazi, yani hivi kimoja kibaki wazi, kichwa au miguu, wakati wanamzika. Kwa hiyo faida tunapata kwamba hayo yote tunayokusanya hayana faida. Wenzetu waliacha wakaambatana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaupigania Uislamu ukanifikia mimi na wewe. Kwa hiyo tuache na sisi athari katika Uislamu, tuache athari katika Uislamu. Kwa hiyo tutakuwa ni wewe kukamilisha hapa hotuba yetu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arda anil khulafa'i ar-rashidin Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati ajma'in. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin. Allahumma inna na'udhu bika min jahdi al-bala. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Allahumma ansur ikhwanana almuslimina fi mashariki al-ardi wa magharibiha ya rabbal alamin.
اللهم لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. Ewe kubadilisha nafsi ya Mwenyezi Mungu, tunakuomba ubadilishe nafsi zetu ziwe wenye kutekeleza mambo na kuifuata dini yako. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe mwisho mwema ya rabbal alamin. Allahumma shfihi marudana warham mautana. Ewe Mwenyezi Mungu, waponye maradhi ndugu zetu wanaoumwa wa Kiislamu, warham mautana, na vile vile warehemu maiti wa Kiislamu ambao wametangulia mbele ya haki, warehemu wazee wetu ndugu zetu waliotangulia mbele ya haki rabbal alamin. Tunakuomba wajalie makaburi yao yauma raudha min riyadhil janna asidalkil asfali minan nar birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lam ma tasna'un. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. أقم الصلاة.